Mambo ni mengi kwenye ligi kuu soka Tanzania bara inaendelea kujitokeza. Kubwa zaidi tuko hapa na Mikoy Kisugu. Jana mtani wake amedondosha alama 2, lakini mchezo wao dhidi ya TRA haukufanikiwa kutokana na hali ya uwanja namna ambavyo ulikuwepo, lakini kubwa zaidi wananufaika vipi na kudondosha alama kwa Young Africans hapo jana. Mikoy Kisugu, kwema? Kwema. Uko vizuri? Alhamdulillah rabbil alamin. Niko vizuri, namshukuru Mungu. Kubwa, hebu tugusie kwanza kidogo. Tulitakiwa kushuhudia mchezo wenu dhidi ya TRA, lakini mambo yakaenda tofauti. Timu ilisafiri, ilifika hadi uwanjani na ikarejea Dar es Salaam bila mchezo kuchezwa. Uliona hali ya uwanja ilivyokuwepo? Kwanza hiyo hali ulipokeaje Kisugu? Hali ilipokea kwa masikitiko makubwa na kwa maumivu makubwa, kwa sababu mechi ya TRA dhidi ya Simba, mimi nafikiri mara ya 3 ambayo mechi inaahirishwa. Mara ya kwanza kilichotokea nafikiri sina sababu tena kuzungumzia, tulisafiri mpaka Tabora. Baada ya kufika kule mechi ikaja ikaahirishwa, ikapangwa tarehe ya 2. Kwa bahati mbaya ikaja ikagongana na mechi za kimataifa, ikapangwa tarehe ya 3. Tulisafiri kama timu, tulisafiri kama mashabiki kwenda Arusha kwenda kusupport team. Kwa bahati mbaya kilichotokea nafikiri kila mmoja amekiona, mvua ikanyesha, uwanja ukapoteza hadhi ya kutumika katika uwanja wa Sheikh Abedi mjini Arusha. Kanuni za mpira ndivyo ambavyo ninavyosema, kama uwanja hauko vizuri basi mpira uwezo ukachezwa. Kwa hiyo kikubwa nimepokea kwa maumivu, kwa sababu Simba ndio tumekuwa wenyeji katika huu mchezo, kwa wageni katika huu mchezo. Maana yake kwamba sisi ndio tumekuwa waathirika wakubwa katika huu mchezo kuliko TRA. Na ndio maana jana akakupitia katika mitandao yangu ya kijamii nikaona barua ya TRA wakiomba msamaha mashabiki wao wa TRA, kwa sababu wanajijua kwamba wao ndio wenyeji ule mchezo. Kwa hiyo sisi Simba tuliumia zaidi kwa sababu tumesafiri. Ukiachilia mashabiki, timu pia imesafiri. Timu imekaa Arusha pale kwa muda ili kuona namna ambavyo mambo yanakwenda sawa sawa, lakini kilichotokea ndio tayari ambacho kimeshatokea, na kanuni ndio imepelekea kuona namna ambavyo mechi imeenda kuahirishwa. Kwa hiyo sisi kama mashabiki wa Simba ilituumiza, lakini hakuna namna. Tunajua utaratibu jinsi wa mpira ulivyo, tumekubali na tumepokea haya matokeo. Viporo vinakuwa vingi kwenu Kisugu. Ni kweli ni jambo ambalo litakuja kutumiza baadaye. Sasa hivi tunaumia na baadaye itakuja kuumia zaidi. Kwa sababu mwanzo mimi naamini kwamba nimeshawahi kuzungumza nanyi waandishi wa habari. Mechi yetu tumecheza tit for tat sana. Ukiachilia ile ya Arusha ambayo tayari tumeshaizungumza. Ratiba imekuwa ngumu sana. Lakini mimi naamini huko tunakoendea ratiba ndio itakuwa ngumu zaidi kuliko hapa ambako tulivyo. Lakini Simba sisi ni timu kubwa. Management wanalitambua hilo, mashabiki wanalitambua hilo, technical bench players wanalitambua hilo. Kwa hiyo maana yake kila mmoja anatakiwa kujipanga kwa hali halisi ambayo inayokuja mbele yetu, ili kuona namna ambavyo vyote tunakwenda kukamilisha, vyote tunakwenda kuvitimiliza. Ni kusimama kwenye Simba slogan ya nguvu moja. Kila mwenye jukumu lake ndani ya Simba hakikisha kwamba anakwenda kusimama ili kuona namna ambavyo mambo yanakwenda vizuri. Lakini kwa kweli lazima nikiri, ratiba itakuwa ngumu sana kwetu. Lakini quality ya kuzikabiri hizo ratiba unaiona kwa kikosi chako? Yes. Unajua siku zote ukiona mwalimu aliyekuwa bora, lazima timu itakwenda kusimama kwenye ubora wake. Mwalimu anajua hii ratiba namna ambavyo ilivyo. Kwa hiyo mimi naamini mwalimu atakwenda kwenye rotation kuona namna ambavyo wachezaji tuliokuwa nao wanatumia vizuri na wanaleta manufaa kwenye timu. Kwa hiyo lazima niseme hali itakuwa sio nzuri, lakini kwa namna ambavyo kikosi chetu jinsi ambavyo kilivyo, tuna wachezaji takriban 24 na wengi wao ambao wako vizuri, wako sawa sawa kiafya. Mimi naamini mwalimu atafanya rotation kuona namna ambavyo matakwa ya Simba yanakwenda kutimia mwaka huu. Mikoy Kisugu, gap la point na watani wako lilikuwa ni alama 5. Lakini hapo jana ni kama dua zenu kidogo zimeweza kujibu. Dua kidogo. Jana Young Africans anadondosha alama 2 dhidi ya Azam FC. Kwako haya matokeo umeyapokeaje Kisugu? Ya kwanza umewakosea wana Simba. Nimewakosea? Hakuna mwana Simba aliomba ile dua. Kwa sababu sisi Simba tuna asili ya kujiombea wenyewe kwanza kuliko ni kumwombea mtu mwingine. Lakini cha pili, ligi ni marathon. Ligi ni marathon. Na niliwahi kusema kuna baadhi ya waandishi na baadhi ya wachambuzi, rafiki zangu na wapenda sana, kuna muda wanafanya vitu mimi naamini moja ya hayo mambo wanofanya ni mambo ya kibinadamu. Kuna wengine tayari wameshatangaza kwamba mwaka huu ubingwa ni Dar es Salaam Young Africans. Walikuwa wanaukosea mpira. Waandishi. Yes. Lakini kwa sababu ya utashi wao, kwa sababu wao binadamu
wanaweza kuleta tafakuri katika hilo, walikuwa na haki ya kuzungumza yale ambayo wanafanyaje wanayozungumza. Lakini Mikoi Kisugu nilikuwa nasimama kuambia wa Tanzania kwamba ligi ni marathon. Sisi Simba tunaamini kwamba ligi ni marathon. Tunaendelea kupambana ili kuhakikisha kwamba target ya Simba inakwenda kufanyaje kutimia. Lakini matokeo yaliyotokea sisi yametufurahisha. Kwa sababu wale wote ambao wamepoteza point jana walikuwa juu yetu. Maana yake matokeo waliokwenda kuyapata inafika mahala kuna gap la point linafanyaje linapungua. Kwa hiyo pale mnaposhindania ubingwa, yule ambaye unaoshindana naye ukilala ukiamka akiwa anaangusha point, kwako ni faraja. Kwa hiyo jana Azamu kuangusha point 2 kwetu ni faraja. Dar es Salaam Young Africans kuangusha point 2 sisi kwetu ni faraja. Lakini kabla hatujapata hiyo faraja, moja tuhakikishe za kwetu pia tunapata nini? Matokeo. Leo kila mmoja anajua tunakwenda Mwanza. Dhidi ya Pamba. Na taarifa ninayokuwa nayo rasmi, na taarifa zangu huwa sibahatishi. Wale ambao wananifuatilia wanajua Kisugu nini anazungumza. Wako watu 5 wanaondoka kesho alfajiri na ndege kwenda Mwanza. Wametumwa na wale watuma watani zangu Dar es Salaam Young Africans. Hebu tuende vizuri. Wapo watu 5? Hapa nyinyi waandishi tuambie vizuri, ndio mnapenda sana mambo ya udaku. Tuende vizuri. Maana una za ndani siku hizi Kisugu. Hawa ndio waandishi wetu ambao tuliokuwa nao. Lakini Kisugu umesema mwenyewe. Sawa, mimi nimesema. Lakini angalia mdogo wangu Salome alivyofurahi, anauliza mara 2. Unasema nilichokisema Salome, ipo timu ya watu 5 inatolewa inaondoka na alfajiri kesho kwa ndege. Wanakwenda Mwanza. Zamila na nia yao kwenda kuongezea nguvu Pamba ya Mwanza. Sasa niwaambie kwa namna ambavyo Simba tulivyojipanga. 5 wadogo Yanga wote ikiwezekana tuwakute Mwanza. Mnapeleka nguvu kwa namna gani? Wanapeleka wao nguvu kwa Pamba ya Mwanza. Na mimi ninachosema nguvu ndani ya uwanja ama nje? Watajua. Nafikiri mmeeleweka, ndani wanaingia 11 tu. Dakika 90 tu wachezaji 11 watakuwa ndani ya uwanja. Lakini zaidi ya wiki moja maandalizi ya mpira yanafanyika nje ya uwanja. Waliopeleka 5 ni wadogo, wangeenda Dar es Salaam Young Africans wote. Ikiwezekana swaiba wangu, kaka yangu, rafiki yangu wa karibu, tajiri yangu Alex Ngai naye angeenda. Kwa Kisugu unamaanisha kwamba Young Africans wanataka kuwazuia kwa nani? Dhamira yao ndio iko hivyo. Na nia yao ndio iko hivyo. Na haijawahi kutokea duniani ukaenda kwenye football kwenye pitch Simba na Yanga kuombeana mazuri. Na kila mwana Simba anaujua ugumu namna ambavyo Simba tulivyocheza katika ligi mwaka huu. Niwaambie watu 5 wanakwenda Mwanza wawe makini. Simba tuko makini zaidi kuona namna ambavyo tunapata matokeo. Hizi Kisugu na Zandani. Yes. Kila kusema kuna goalkeeper atatoa assist, ametoa. Sema swala uwanja lile kabadilishwa. Na wako 5 wanakwenda watu 5. Serious. Kisugu, pengine kwa nini haya matukio safari yanatokea mengi sana kwenye hizi mechi kubwa? Young Africans pia tuliona baadhi ya matukio ambayo ni ya nje ya uwanja, wengine kugoma kuingia ndani ya vyumba, na lingine hili ambalo unazungumza linakwenda kufanyika. Kwa nini haya yanafanyika siku hizi na yamekuwa ni mengi sana? Nyakati na kutaka ubingwa wa kulazimisha ndio yanafanyika. Niliwahi kuzungumza mara nyingi. Watu wanasema Mzalamo yule ananongwa, anachokizungumza na kijua. Mimi ndo mwanadamu wa kwanza kukataa ubingwa wa Dar es Salaam Young Africans mwaka jana. Na moja katika watu walionilani, kuna online moja ipo hivi inaitwa Mavara. Inaitwa Mavara. Alikulamu kwa nini? Aliniambia Kisugu, mbona unawasema Yanga? Na wasema kwa sababu ubingwa wao ulikuwa wa kudhulumu na ushahidi nikatoa. Mavara alikuwa anaumia. Inawezekana kwa sababu binadamu huwezi kuwa mwandishi wa michezo bila kupenda timu. Nilisema na ushahidi nilitoa kwamba ubingwa wao hata mwaka jana ulikuwa na madoa. Leo hii wao wanalalamika, wanasema wamenyimwa penalty. Ndio. Leo lejeeni, kuna mechi ilichezwa mwaka 2020. Azam alifunga magoli matatu clear goli. Yaani sasa yote aliyakataa. Ya Azam FC. Yes. Offside kama zote. Penalty moja. Alikataa Izasi. Mtenda katendo. Leo wanalalamika kwa nini haikuwa penalty? Haikuwa penalty, majibu anayo Ali Shabani Kamwe. Rafiki wa Mavara. Ukiona hebu tuzungumzie hapa. Wewe ulitazama mchezo. Ilikuwa penalty au moja katika michezo ambayo mimi nilitumia muda wangu mrefu kuifuatilia jana. Na moja ya sababu, niseme tu kweli, nisiwe mnafiki. Mimi siku zote nikimsikia timu inacheza ndani kuna Faisal Salum Feitoto lazima niangalie.
Yaani mimi niko tayari kuacha mechi ambayo Cristiano Ronaldo anacheza. Niko tayari kuacha mechi ambayo Messi anacheza. Niko tayari ambayo kuacha mechi Xavi anacheza. Nikimsikia anacheza mechi ndani ya Faisal Salum lazima nikeshe kwenda kumwangalia. Talent. Faisal ndio kafika daraja hilo. Unajua kinaumana. Mimi kwangu Faisal ni daraja la juu sana. Na kuna muda naamkaga alfajiri namwambia Mwenyezi Mungu, nini unamfanyia Faisal, muondoe kwenye nchi, japokuwa Azam akisikia maneno yatauma. Lakini leo mnasema ile penalty sio penalty. Mwenye mamlaka ni penalty. Wewe unasemaje? Mimi nasemaje? Mimi Alikamwe kanisaidia na majibu. Yaani mimi siwezi kuwa na majibu zaidi ya Ali Shaban Kamwe. Ninyi waandishi mlimuoji. Alikuteni place nyinyi. Na akaenda kuwafundisha mpaka kamati ya masaa 72 akasema wenye mamlaka ya kusema goli au sio goli. Offside sio offside. Penalty sio penalty ni nani? Ni muamuzi, kwa sababu yeye ndo amepewa mamlaka kwa mujibu wa sheria namba 5 katika sheria 17 za mpira wa miguu. Muamuzi amesemaje? Kasema sio penalty. Lakini kama anasemaje na wewe unasemaje? Kama anasemaje? Sababu kama tukumkuta jana. Nimesema hivi. Wanadamu katika dunia ndio viumbe wa mwisho kuumbwa duniani, sema kokote. Mwanadamu ndio kiumbe wa mwisho kuumbwa na Mwenyezi Mungu. Sio? Lakini angalia cha ajabu, Mungu wakati anaumba wanadamu alikuwa anajua kuna maswali yatakuja kuulizwa. Mungu aliyajibu kabla mwanadamu bado hajaja kwenye nini? Kwenye dunia. Kabla penalti ya jana muamuzi kuikataa, Alikamwe alikuwa ameshaijibia. Alijibu wapi? Kwa jana muamuzi alikataa penalti. Kwa mujibu wa sheria 17 za mpira wa miguu ilikuwa penalti. Haikuwa penalti. Na ndio maana kusema kwa Kisugu si umesema muamuzi alikataa penalti. Kwani tendo la kukataa ni nini unavyofahamu wewe? Sio penalty. Na ndio maana akasema hii sio penalty, akakataa. Ndio tafsiri halisi ya kukataa. Maana yake ilikuwa penalty akaikataa. No. Kitu ambacho ni chenyewe then unapindisha. No. Ndio kukataa. No. Ukisoma sheria namba 11, ukisoma kanuni zake, no penalty. Kwa mujibu wa ukiachia sheria 11, mwenye mamlaka kusema penalty sio penalty ni nani? Muamuzi. Kasemaje? Sio penalty. Kisugu, lakini una uhuru wa kucomment pia. Wewe kama mdau wa soka sio penalty. Moja katika waamuzi bora. Katika waamuzi bora nchi hii. Yule bwana anaitwa Mnyenyepe Mnya nani? Yule jamaa yuko hivi. Kanyoka yule. Kanyoka. Kuna muda lazima tuwapongeze kamati ya waamuzi. Wanafanya vizuri. Kwa uzito wa mchezo wa jana, kwa namna ambavyo walivyouangalia, wamekwenda kuteua package ya waamuzi waliokuwa bora katika mchezo wa jana. Wamekwenda kutafsiri sheria 17 sahihi. Sahihi. Kabisa. Anaitwa nani jamani yule jina lake? Mtafuteni tena namba za simu nimpe pongezi. Kabisa. Atakomogotesha. Kuna muda mwingine nilihisi kwa nini mwamuzi huyu asingepewa mechi ya Simba na Yanga kwenda kuiamua. Kwa ubora wa mwamuzi yule na namna ambavyo anavyojua kutafsiri sheria, yule angekwenda kuichezesha Zanzibar. Ile goli la Selemani Mwalimu angetuita kati. Kwa sababu anajua sheria kutafsiri. Goli la Selemani Mwalimu angewaita. Ana viwango vya FIFA. Yes. Na ndio maana mimi nahoji kwa nini yule asipewe beji ya FIFA. Wanachelewa kumpa. Yule mwamuzi wewe. Kisugu wewe unalalamika umekataliwa penalty. Unalalamika mwamuzi. 90 minutes. Shuti moja, tena shuti la kitoto. Shoot on target. Acheni uneni aibu nyinyi. Pakome alikufika golini ile membabatiza mtu. Mimi nikaja kwa mange. Wewe unafika mahala mtu mgonjwa unakwenda kumchezesha. Wewe umekwama. Alileta mabadiliko kidogo ile kipindi. Na ugonjwa wake, si ndio? Lakini unaona boli ilibadilika. Mzee jana naona linamtiririka jasho kama anapanda mlima Kilimanjaro. Hebu tuzungumzie sasa Kisugu performance ya Young Africans, namna ambavyo hapo jana ulitazama pamoja na performance ya Azam FC. Salome, niseme kitu kimoja. Nisimame katika ukweli kabisa. Kwa dhati kutoka ndani ya moyo wangu. Kuna masiara na kuna ukweli. Yanga inaporomoka siku hadi siku. Young Africans Yanga inaporomoka siku hadi siku. Na niliwahi kuzungumza mimi, baadhi ya wanasimba wengine wakanilaumu kwa nini unawashtua. Yanga waliferi kwenye usajili wa dirisha dogo. Yanga wakaja kuferi kwenye walimu. Serious. Mwalimu Pedro Gonzalez. Ukimwona mwalimu hana plan B kwenye football, huyo sio mwalimu.
walifeli kwa Pedro kubadilisha mara kwa mara. Kwa hiyo unapokwenda kubadilisha mara kwa mara, je, unawaleta walimu wa aina gani kwenda kuikoach timu yako? Leo hii rudieni. Na hili nazungumza kutoka moyoni, na laiti viongozi wa Yanga kama wanaamua kuyasema, hata hizo mechi walizoshinda walitumia nguvu kubwa kama viongozi kulikoni kwenye pitch. Leo fikirieni, mimi ndio mtu wa kwanza nilisema goalkeeping anakwenda kutoa assist. Nilijua kinachoendelea, goalkeeper kutoa assist. Lakini turudi katika uwali halisi, performance ya ile mechi kati ya Prison na Yanga. Turudini katika performance halisi. Turudini katika performance halisi ya Yanga na Namungo. Turudini kwenye performance halisi ya Simba na Yanga walivyocheza katika uwanja. Utaiona siku hadi siku Dar es Salaam Young Africans inaporomoka. Na laiti watani nawaambia, haki ya Mungu na somo mlikopo nayo. Wakiendelea kulalamika waamuzi hawataki kurudi kwenye uasilia. Yanga nafasi ya 3 mwaka huu apati. Young Africans nafasi ya 3 apati. Msimu ujao mwaka huu. Kwamba agombea nafasi. Wekeni clip apati. Kwa aina ya wachezaji aliyokuwa nao, kwa aina ya mwalimu aliyekuwa nao, hawezi. Salome, leo tuzungumzeni ukweli, Mavala tuseme ukweli. Tumogope Mwenyezi Mungu pamoja na Rama. Pacome anakuwa yuko vizuri, yuko sawa sawa. Yule nani smart boy anamuita yule? Okelo anaanza. Anaanza Okelo. Pacome ndio yuko sawa sawa. Okelo anaanza. Pacome yuko sawa sawa. Lepo anaanza. Lepo lakini si uko mbele kule. Si akata, nisikilizeni vizuri. Pacome yuko vizuri. Hoja yangu kuonyesha namna ambavyo Yanga imefeli kwenye usajili. Usajili wa mwaka jana Yanga dirisha kubwa, kabaki mmoja tu, Mohamed Hussein Shabalala. Nani mwingine? Lasini yupo bado. Ndio kwanza unanitajia wewe, ndio yupo. Kwa hiyo watani wasipo jaribu kuangalia wapi wamekosea. Mimi naamini ligi ya mwaka huu na hakuna namna, kwa sababu mimi nasema najua hakuna usajili tena. Lakini wewe nenda kaangalia performance ya Azam. Clears. Unaona kabisa timu ina mwalimu aliyekuwa bora, ina wachezaji waliokuwa bora, ni timu ambayo inasukwa na kutengenezwa. Leo nenda kaangalia Ibenge katika namna ambavyo anavyocoach ile timu. Azam wana vitu vyote, physical fitness wako vizuri. Mentality kwenye akili unaona kabisa wachezaji wako sawa sawa. Jana 1v1, nani alikuwa anawini mpira? Azam. Nenda kaangalia kwenye technical. Leo naongea mpaka Kiingereza, Azam wao. Sawa, utaona namna ambavyo Azam walipo. Leo mwalimu Ibenge first half anaanza bila ya striker, natural strikers. Kwa sababu leo unapokwenda kumzungumzia Seleli, sio natural striker. Ndio kamchezesha kama namba ngapi? Namba 9. Zidane Seleli. Maana yake nini? Aliona Yanga timu kubwa, tuache wacheze, tuwadoe, wataanza na Mwamnyeto, wataanza na nani? Mohamed Ibrahim Baka. Tutawaplace. Tutafanyaje? Tutawaplace. Na ndio maana jana kwa Mwamnyeto hapo walikuwa wanamuona Mwamnyeto yule. Kila akishika mpira, jukumu la kwanza ambalo walikuwa wamelitoa mwalimu Ibenge kuhakikisha wanakwenda kumplace. Shumelo vizuri. Sasa nenda kaangalia kwenye midfield. Ameweka holding midfield neutral wawili. Chini akamweka Kamiko, akamweka na Imidi Mao. Juu ya Imidi Mao akamweka Faisal Salum. Anafanya kazi mbili. Ana holding na anakwenda kufanyaje? Kisugu leo unapiga kama Nazareth Kisugu. Kwa hiyo mimi nazungumza football hapa. Wakupe kipindi Kisugu. Mimi nazungumza nini? Football. Kama Upete. Kazi ambayo alikuwa anafanya Faisal Salum chini pale katikati. Yeye akisaidia mashambulizi, lakini chini yake kabisa muangalie namna ambavyo Idinado alivyokuja na kufanyaje? Anaua katikati. Tukipata unapiga pasi ya kwanza ya pili, tutatoa kwa Seleli kwa sababu ana speed, au tutatoa kwa Nado kwa sababu anafanyaje? Kwa hiyo technical mwalimu wa Yanga alizidiwa. Sugu huyo sasa. Mwalimu wa Yanga amefeli. Alifeli jana kwenye mechi. Sugu kwenye uchambuzi hapo umeondoka kama nani? Mnanufaika sasa nyie Simba. Kwa umesema Young Africans wanaporomoka. Siku zote adui yako, jirani yako, alafu mmegombana kila kisamvu wewe kila nyama unafly. Alizungumza jana Alex Ngai akasema kwamba ili uwe bingwa lazima uifunge Young Africans, na anasema kwamba wote mmeshindwa kuifunga Young Africans. Hivyo moja ni kazi ngumu sana kwenu. Moja katika watu ambao mimi nawaheshimu sana Alex Ngai. Rafiki yangu vibaya mno. Na naokota kwa Alex Ngai. Mimi wala sio mnafiki. Na hata hivi sikukula. Na hata hivi lazima ngitoka zangu hapa nimtafute. Afanye mipango watoto wakaende Njokoe. Lakini nimwambie Alex Ngai, kuanzia lini amekuwa VAR?
Kuanzia lini? Amekuwa biashara. Amekuwa biashara. Jana nimemsikia analalamika. Jana amesikia analalamika, ndio msemo unasema mtenda akitendewa anaweza amefanyaje? Analalamika. Kuna watu sio wanatumwa kutuharibia sio nini. Alex Ngai kaumia. Dawa ya moto ni moto. Alex, nyinyi ndio mmekuwa mmesimama mkasema mwamuzi Zanzibar yuko sawa kulikataa goli la Mwalimu. Nyinyi. Na nyinyi ndio mkaenda mkaizungumzia maneno mabaya kamati ya masaa 72 waliokuja kusema goli la Simba lilikuwa clear as goal. Nyinyi. Leo mwamuzi anakwenda kutekeleza majukumu yake. Imekuwaje bro? This is the football. Kuweni na uvumilivu. Hii ligi ni marathon. Mechi ya Azamu metoka surune ndeni mkajipange. Na kuna mechi katika hizi tatu moja anakufa. Mechi ya nani na nani? Kisugu tuweke vizuri ahadi nyingine hii. Tuweke vizuri. Ana mechi tatu mbele ya sasa hivi. Ana mechi dhidi ya TRA. Sio? Ambayo ndio inayofuata hii. Ndio inafuata. Alafu ana mechi na nani wale Dodoma nafikiri na Mtibwa. Ndio ya bebeni yako na mechi Yanga anakwenda kuangusha point 3. Wallahi na hapa na mwezi wa Ramadhani. Kwenye hizi mechi mbili. Mechi 3. Nyie mmeshindwa kumfunga Young Africans. Nani ataifunga? Hilo ndo swali. Kaiulize kamati ya masaa 72 Simba walishindwa kumfunga Yanga. Majibu. Wanasema mmefunga mengi. Nimesema hivi. Majibu kwamba Simba walishindwa kuifunga Yanga. Kamati ya saa 72 wanayo. Au walikama. Mavala. Walisemaje kamati ya masaa 72? Lilikuwa goli halali. Ilikuwa ni goli. Wale ndio wana majibu. Nilitoka kabisa langu la mwisho. Haya matukio ambayo yanatokea kwenye football. Ni mechi kama sio ya pili ya tatu. Wanaamini kwamba unaweka vimiminika uwanjani. Mnaharibu uwanja. Mnaharibu uwanja. Arusha tuliona klipu. Zanzibar nadhani tuliona pia klipu. Hili ipoje Kisugu? Kwanza wanaotoa zile klipu sisi tunawapongeza sana. Zile klipu ambazo wanaotoa zile klipu sisi tunawapongeza sana. Na kama kuna watu wa Simba wanafanya yale waendelee kufanya. Na ukishafanya yale wamrushia Likamwe azipeleke kwa watu waweze kufanyaje? Kuna muda mwingine tunaweza tukapata matokeo kwa sababu ya psychological. Kwamba watu wanaharibiwa psychology. Wakiziona baadhi ya wachezaji wa timu pinzani vile vitu, wanahisi tayari sasa tumeshafanyaje? Tumeshafungwa. Sio melo vizuri. Kwa kwanza sisi tunawapongeza wale watu ambao wanachukua zile clip na kule ambako wanapoweka kufanyaje? Kuzituma. Kwa hiyo tunampongeza Ali Shabani Kamwe aendelee zile clip kuzitoa, waniofanya waendelee unaunga mkono mambo ya ulozi. Mwenyezi Mungu katika aya moja anasema lam yakuni alladhina kafaru min ahli alqital. Uchawi upo. Uchawi upo. Kwa nini unaloga? Uchawi upo. Sasa kama tunaloga, tusipologa lakini uchawi upo. Mungu anasema kul a'udhu birabbin nas. Ndani yake wamesema wameshalla wasiwasi hannas. Uchawi upo. Na uliona ile taarifa kwamba uwanja wa Zanzibar umekuta umeharibika zile nyasi. Na ndio maana jana Azam vimiminika vile. Na ndio maana jana Azam hata kwenye vyumba wa kuingia. Wote hawakuingia. Sasa hivi mnaogopana. Hivi wewe na kuingia akilini. Baba mwenye nyumba apangiwe pa kulala na mpangaji. Azam ndo alikuwa mwenyeji lakini. Wewe unavyoamini kwamba Azam na Yanga timu gani kubwa? Wapi ambapo unaamini Azam na Yanga wakienda Azam anakuwa iko juu zaidi kumpita Yanga? Uwanjani kwenye pitch wanaweza kokote nchi. Simba na Yanga ni wakubwa kuliko timu nyingine yoyote. Neno la ugenini litakuwepo kwa mujibu tu ya kanuni. Kwa hiyo jana tu linabaki kwa nini? Jana bwana Yanga umeogopa sasa. Kwa mara ya kwanza. Niwashukuru sana waandishi. Asante Kisugu.